Tumsifu Yesu Kristu. Naamini kadiri mtu anavyoishi kwa muda mrefu duniani ndivyo anavyoshuhudia wengi wakizaliwa, lakini pia wengi wakifariki. Watu wa namna mbalimbali, rika mbalimbali, umri mbalimbali, wadhifa mbalimbali, wenye elimu mbalimbali na hadhi mbalimbali unazaliwa na kufariki. Watu hawatakujali kama hutawajali. Yaani, kama watu wanafaidika kwa huduma zako bila kujali mambo muhimu kama elimu na hadhi yako, watakuthamini, watakujali. Najiunga na mawazo ya Maya Angelou, mwandishi mmoja aliyesema, nimejifunza kuwa mtu anaweza asikumbuke alichosema wala alichokifanya, lakini katu hawezi kusahau namna ulivyofanya ajisikie kutokana na ulichofanya. Mwisho wa nukuu yangu. Nimejifunza kuwa mtu anaweza asikumbuke ulichokisema wala ulichokifanya, lakini katu hawezi kusahau namna ulivyomfanya ajisikie kutokana na ulichokifanya au ukisema. Wapendwa, katika maombolezo ya Mheshimiwa Dr. Father Cosmas Mogera, katika historia yake hakufanya sana kazi parokiani kama mimi na wengine. Ila alifanya kazi katika parokia chache na mazingira mafupi ndani ya jimbo la Morogoro. Hii kutokana na muda wake wa mwanzoni na ni mrefu alitumia masomoni. Na baada ya masomo yake alikuwa mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na huko ndiko tulikojua, kwa sababu alifundisha kwa miaka 35. Tumemjua kutokana na uzoefu wake na jinsi wanafunzi wake, walimu, majirani walioishi naye kwa miaka karibuni 35 yote. Ni wazi ndani ya miaka hiyo amesaidia wengi, amefundisha wengi, amekutana na kufahamiana na wengi, lakini pia amekutana na mengi. Kutokana na hali hiyo basi, wenzake walioishi naye chuo kikuu cha Dar es Salaam walituomba tuupitishe mwili wake waweze kumuaga rasmi kwa misa takatifu. Hapa ndipo tulipoanza kumuona na kumjua sisi ambao hatukumzoea sana kwa ujana wetu sisi. Maana yangu kizazi kipya, kwa umri wake hatukumfahamu sana kwa sababu hakuishi na sisi jimboni katika parokia nyingi. Kutokana na hali hiyo sasa ndipo tukaanza kusikia sifa zake, wasifu wake, na watu wanadokeza jinsi alivyoishi na wenzake, mapadi wenzake, maprofesa wenzake, madokta, wanajamii na wanafunzi pia.
Ndio maana Mheshimiwa Baba Katibu katika wasifu wa marehemu amezungumza pia kwamba litokea wakati alipewa jina la Nipashe, alikuwa kwa sababu alikuwa mkweli na anaongea kile ambacho alikiamini ni ukweli. Hiyo sifa mojawapo ya marehemu Father Mogera. Kutokana na Arias, baada ya kupitishwa chuo kikuu kwa kuagwa, marehemu Father Mogera alikuwa jasiri, mvumilivu, mwajibikaji, mcheshi, mnyenyekevu na mtu wa kutopenda makuu. Alikuwa mwepesi kujichanganya na wengine wa hadhi na rika tofauti, na hivyo kujulikana na wengi katika mazingira hayo na tabia yake hiyo. Elimu yake haikuwa jambo la msingi la kung'ang'ania kwa nguvu, bali utu, wajibikaji na kujali mahitaji ya watu vilimfanya heshimike na kuthaminiwa na watu. Ugonjwa wake. Bahati mbaya sana marehemu Dr. Mogera aliugua na akapoteza mguu mmoja kwa kukatwa. Hali hii ilisumbua wengi waliomfahamu, chuo kikuu na mazingira yake, hata sisi wajukuu zake ambao tumeishi naye kama padi mwenzetu ambaye baada ya kurudi chuo kikuu baada ya kustaafu. Na katika hili alijitahidi sana kutokata tamaa. Alipambana na hali yake akisaidiwa na mapadri wenzake, lakini pia viongozi wetu wa jimbo wakiwemo maaskofu. Dr. Mogera aliamini Mungu anamuona jinsi alivyo, anampenda jinsi alivyo, anamkubali jinsi alivyo pia. Hakujikataa kutokana na ulemavu aliokuwa nao mwishoni. Ametufundisha kuwa mateso ni sehemu ya maisha. Mungu anajua kwa nini imetokea hivyo. Amebeba msalaba wake kwa ujasiri na kumfuasa Kristo. Ni sawa kama kituo cha pili cha njia ya msalaba kinavyosema: moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa, hayo yote ni msalaba. Kituo kinamalizia kutuambia tunapaswa kupokea misalaba hiyo bila kunungunika na kuibeba vema. Njia ya Ukristo, njia ya Yesu, ufuasi wa Yesu, mateso ni muhimu kwa wokovu wetu. Bwana alitoa, Bwana alitwaa, jina lake lihimidiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.